yenye miamba kwelikweli. Sasa tuelekee pale Simiyu ambapo tunaelezwa kuwa majeruhi mmoja kati ya 10 ambaye alihamishiwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu akitoka hospitali ya Songambele alipokuwa akipatiwa matibabu ya awali kutokana na tukio la kuangukiwa na kanisa la Wasabato amefariki na hivyo kufikisha idadi ya vifo 4 kutokana na tukio hilo. Taarifa zaidi na Anita Balingilaki. Fariki ni mzee wa kanisa hilo lililoanguka aliyefahamika kwa jina la Juma Shiwa na ameacha watoto 3 na mjane. Akiwa msibani, mbunge wa jimbo la Bariadi Vijijini Masanja Kadogosa anatoa pole huku akiahidi kutoa ushirikiano kuhakikisha kanisa hilo linajengwa upya. Ni msiba mkubwa. Tukio moja linachukua watu 4 na ujue kama kuna watu wengine 9 ambao wamejeruhiwa. Tumejitahidi sisi kwa upande wa serikali na mimi kama mbunge kuhakikisha kwanza wale tunawatibu na tunachukua zile gharama, lakini vivyo wenzetu ambao wametangulia mbele za haki kushiriki katika misiba hiyo yote minne kwa namna tofauti. Lakini vile tumekuja kuangalia kanisa tuone namna ambavyo tunaweza kushirikiana pamoja na kanisa kwa Sabato ili tuweze kuinua tena, kwa sababu ni watu ambao wanakuja kusali hapa. Akiongea kwa niaba ya madiwani, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Bariadi Lucas Mayala anatoa pole kwa wafiwa. Watu wetu hawakuugua, walipoteza maisha kwa sababu ya ajali. Na hii ajali nilikuwa namwambia mdogo wangu Isaac kijana, uwe na moyo mkubwa kwa sababu ndio pekee umemaliza kuwapa, ndio unaanza majukumu yako ya kiutendaji katika kuwatumikia wananchi, na unakutana na tukio kubwa kama hili la kuondokewa na watu 4 kwa mkupuo kwenye kata. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Anita Balingilaki wa EATV. Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tukitazama taarifa